Neema na iwe kwenu, rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa tunapokwenda kusikiliza neno lake, amen. Somo tulilopewa ni kutoka kitabu cha Kutoka mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 14. Kitabu cha Kutoka mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 14. Neno la Mungu linasema, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache, kwa mwana kondoo basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoe mwana kondoo mmoja, kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana hila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni, na watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile bichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka wa Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, na amri ya milele. Tuombe. Mungu wa mbinguni na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii. Asante kwa ajili ya Yesu aliyejitoa kuwa mwana kondoo kusafisha dhambi zetu, lakini pia kutukomboa sisi ambao tumekuwa utumwani. Sema nasi sasa kwa neno lako hili, ili kila mmoja aweze kusikia maagizo yako, kuyaishi katika maisha yake yote, lakini pia kukutii wewe uliye Mungu unayetupenda, unayetujali, unayetaka kutuondoa katika utumwa, lakini pia kutusamehe dhambi zetu. Sema nasi sasa, amen. Naomba tukae. Taifa la Israeli kama tunavyojua, kwa sehemu kubwa waliishi utumwani katika nchi ya Misri. Walikuwa utumwa kwa sababu wazazi wao walikwenda Misri wakati wa njaa kubwa. Waliishi nchi ya Misri
wakaongezeka. Ikafika mahali uongozi wa Misri wakaona watakuwa tishio, lakini pamoja na kuwa tishio, waliwatumia kuwatumikisha kama watumwa maisha yao yote. Mungu anasema na Musa na Haruni ili kupeleka agizo la Mungu kwa hawa watu. Hili ni muhimu sana. Mungu anamtuma Musa na Haruni. Tendo hili la Mungu kumtuma Musa na Haruni ilikuwa ni mwanzo wa ukombozi wa taifa hili la Israeli. Ilikuwa ni mwisho wa maisha ya utumwa. Ilikuwa ni wakati wa kuachana na dhambi ili kurudi kwa Mungu. Lakini pia tunakumbuka kabisa kwamba taifa hili lilitii sana maagizo ya Mungu. Walitoka Misri kwa agizo hili la Mungu, lakini walipofika jangwani kulitokea na Musa na Haruni wengine. Wakati Musa alipokwenda mlimani kusema na Mungu, wakatokea wengine waliowashawishi, wakaacha kutii maagizo ya Mungu, wakarudi kufanya yale yasiyo mapenzi ya Mungu. Lakini katika somo hili tulilolisikia, Mungu anawaambia kabisa kwamba nitawaangamiza miungu ya Wamisri. Zangu, leo tuko hapa kwa ajili ya kukumbuka mwanzo wa ukombozi wetu. Tuko hapa kwa sababu Mungu anataka kututoa utumwani ili tuachane na utumwa. Yesu anajitoa kuchinjwa kama mwana kondoo. Musa aliagizwa kwamba taifa hili la Israeli watamla huyu mwana kondoo. Kila mmoja atakayemla, damu yake watapaka katika miimo ya milango yao, ili atakapokuja kuhukumu wa Misri, ile ishara ya damu kwenye miimo ya milango yao itakuwa ni alama kwamba hawa wameshiriki mwana kondoo wa ukombozi. Mstari wa 7 anasema, nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Kwa neno lingine, kama hawajakuwa tayari kumchinja yule mwana kondoo ili kumla kwa agizo la Mungu, nyumba ile haitakuwa imeachwa. Itahesabiwa kama ni nyumba wanamoishi wa Misri. Itaonekana kwamba hawa ni wale watu ambao hawatii neno langu, hawatii maagizo yangu, wanafuata maagizo yao, wanaishi kwa jinsi wanavyotaka. Kula mkiwa tayari. Katika mstari ule wa 11 anawaagiza kwamba mtakapomla huyu mwana kondoo, mumle mkiwa tayari, kwa sababu si mumle na muendelee kukaa huko. Ni kumla na kutoka utumwani, ni kumla na kuziacha dhambi, ni kumla na kutoka katika nchi ile, ili muende katika nchi niliyowaandalia, nchi ya ahadi, nchi ambao uzima wenu upo. Ndugu zangu, hakuna kitu kinachoonyesha imani ya taifa hili kama jambo hili. Umekaa ukiwa utumwani siku nyingi, umekaa katika dhambi. Leo unapewa agizo dogo sana, umchinje mwana kondoo wa mwaka mmoja asiye na hila, nyama zake ule, damu yake upake kwenye miimo ya milango yako. Ni jambo dogo sana, lakini ndugu zangu, nataka kuambia kwamba kila aliyetii alipona, lakini kila aliyepuuza aliangamizwa pamoja na Wamisri. Kula ukiwa tayari, walikula wote wakiwa wamevaa viatu vyao na nguo zao, wameshika fimbo zao mikononi, kwa sababu walikuwa na uhakika kwamba neno la Mungu ni hakika, neno la Mungu ni kweli, na Mungu ameagiza kwamba tufanye hivi. Sio imani ndogo. Sio kila aliyeteseka, aliyeishi utumwani anaweza kuamini maneno haya. Kwenda mahali hujui anawapeleka wapi ukitoka hapo, pamoja na maagizo kwamba kuna nchi aliyowaahidi baba zako, lakini leo unaambiwa kula ukiwa tayari kuondoka. Sio ule ulale kama kawaida ulivyozoea, sio ule uamkie kazi zako za kawaida, ni ule ukiwa tayari kuondoka.
na walitii hilo na wakafanya hivyo. Musa na Haruni walipowapatia ujumbe huo, kila mmoja alikuwa tayari kula akiwa amevaa nguo zake, amevaa viatu vyake, ameshika fimbo yake ili kuanza safari ya kutoka utumwani. Ukiangalia picha ya kula ukiwa umevaa mpaka viatu na fimbo umeshika, si hali ya kawaida sana. Labda utajiuliza utakulaje ukiwa na fimbo na ukiwa umevaa ili uanze safari. Lakini kwao ilikuwa ni rahisi sana, kwa sababu walikuwa na imani. Fadhali niweke fimbo kwa pani, lakini nile kwa sababu nataka kuondoka. Yeyote ambaye hajachoka katika dhambi hawezi kula akiwa tayari kuondoka. Anataka kula aendelee kubaki katika dhambi. Damu ya kondoo huyo itakuwa alama. Si swala tu la kwamba ipakwe siku hiyo na ishe. Jambo la kwanza, walipopaka, yule malaika aliyetumwa kuja kufanya kazi ile, ilikuwa ni ishara kwake kwamba hii ni nyumba ya wana wa Israeli. Na si wana wa Israeli tu, ni nyumba ya wale ambao wanataka ukombozi, walio tayari kuondoka sasa kutoka katika utumwa. Lakini hapa tunaambiwa kwamba alama hii itabaki siku zote. Sio siku hiyo tu, hata katika maisha yao yote. Na kwamba sherehe hii watakuwa wanaisherehekea kila siku. Anasema nitapita juu yenu. Lakini ile alama ya damu itamwonyesha kwamba hawa ni watu waliotii. Hawa ni watu waliosikia ujumbe niliyemtuma Musa na Haruni. Ndugu zangu, Yesu anatuanzishia ushirika huu mtakatifu wa mwili na damu yake. Yesu analeta ukombozi katika maisha yetu. Yesu anataka kututoa utumwani ili tuweze kuwa huru mbali na dhambi. Anataka kutukomboa mimi na wewe. Lakini ni swali la kujiuliza, je, tuko tayari kwa ajili ya ukombozi? Tuko tayari kutoka utumwani? Tuko tayari kuacha dhambi? Au bado akili zetu na mawazo yetu inatamani kuendelea kuishi katika dhambi? Kwa Waisraeli, ili wasipatwe na hatari, ile damu ilionyesha kwamba wao wametii neno la Mungu, wametii maagizo ya Musa na Haruni. Damu ile iliyowekwa imekuwa alama nzuri kwao kwamba ni agizo la Mungu na sisi tunalitii. Kondoo aliyechinjwa ilikuwa ni dhabihu kwa Mungu ili dhambi zetu zisamehewe, dhambi zetu ziondolewe, sisi tutakaswe, sisi tuachane na dhambi. Sherehe hii waliagizwa kwamba iwe ni ya kila mwaka na kila wakati watakapomkumbuka Mungu wao jinsi alivyowakomboa. Waisraeli walifuata maagizo ya Mungu kwa kufanya kama Musa alivyowaeleza pamoja na Haruni. Ndugu zangu, wakati huu tunaishi wakati mgumu kwa sababu kumetokea Musa na Haruni wengi wanaotaka kusikizwa wao kuliko watu kumsikiliza Mungu, wanaotoa maagizo ambayo wakati mwingine inawapotosha watu. Watu wamechanganyikiwa, wafuate neno la Mungu au wafuate maagizo ya wanadamu. Kumekuwa na mashindano, kila mmoja anataka kusikika, kila mmoja anataka kujulikana, kila mmoja anataka yeye kuonekana, lakini si neno la Mungu na maagizo ya Mungu yafuatwe. Tunaishi wakati mgumu ambapo mwili na damu ya Kristo kwa sababu ya maisha ya wakati huu. Tunaona ni kazi ngumu kwenda kupokea mwili na damu ya Yesu. Nipoteze muda wangu wa kufanya biashara, wa kufanya kazi zangu. Lakini agizo la Mungu kwa Musa na Haruni ilikuwa waache kazi zao. Pamoja na kwamba walikuwa wanalazimishwa kufanya kazi za utumwa, lakini usiku ule waliambiwa wamchinje yule mwana kondoo, wamle na damu wapake kwenye miimo.
milango yao. Ndugu zangu, tunapaswa kula na sisi tukiwa tayari tumevaa mavazi ya imani yetu. Tumemvaa Kristo katika maisha yetu, ili mienendo yetu na njia zetu zionyeshe jinsi tunavyomwamini huyu Mungu na kumtegemea katika maisha haya. Walipoambiwa kula na kunywa, bado walikuwa utumwani, lakini kwa neno la Mungu walijua sasa mwisho wa utumwa umefika. Tunapaswa kulitii neno la Mungu ili tutoke katika utumwa, tutoke katika mapigo, tutoke katika dhambi, tutoke katika mashindano ya kutokumsikia Musa na Haruni. Ndugu zangu, maisha haya tunayoishi yamejaa hofu, yamejaa mashaka, uoga umetutawala. Tumekuwa na masikitiko mengi, tumeogopa haya mambo yanayotokea kuliko kuliogopa na kuliheshimu neno la Mungu. Wengine kwa ajili ya kutokuwa kanisani wameona ni nafasi yao ya kuendelea kuishi maisha yasiyompendeza Mungu. Wengine wameona kwamba hata kutoa sadaka wamepata mapumziko, lakini ni mapumziko ya kutesa nafsi yako. Neno la Mungu linabaki pale pale kwamba anataka kukutoa utumwani, lakini kutokusikia neno la Mungu na kulitii neno la Mungu ni kurudi katika dhambi, ni kurudi utumwani, ni kutokupaka damu ya Yesu katika miimo ya milango yako, na utaangamia pamoja na Wamisri. Ndugu zangu, damu ya Yesu iwe alama katika maisha yako. Damu ya Yesu iwe katika miimo ya moyo wako, miimo ya nyumba yako, miimo ya maisha yako. Damu hii ya Yesu inayomwagika iwe katika miimo ya kazi yako, katika miimo ya biashara yako, ili baraka za Mungu zinapopita, malaika wake wanapopita, waone alama ya damu ya Yesu katika maisha yako mazima. Amen. Mungu wa amani na Mungu wa upendo, tunakushukuru kwa neno lako hili. Tunakuomba Baba yetu wa mbinguni, utupe kulisikia neno lako, kulitii na kufuata maagizo uliyotupa. Fungua mioyo ya watu wako ili waweze kukusikia wewe, wasipotoshwe na wafundishwaji wa ulimwengu huu. Endelea kusema nasi kupitia Roho wako Mtakatifu, ili kila mmoja wetu aone dhamana ya damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, ambaye ndiyo tunayeagizwa katika kushiriki mwili na damu, kwamba tupake katika miimo ya nyumba zetu. Endelea kusema nasi katika maisha haya.